Mnamo siku ya Jumapili ya tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2026, MWB James Onea alitoa maneno ya unabii kuhusiana na mabadiliko ya viongozi katika ngazi mbalimbali serikalini, na haya ndio yalikuwa maneno yake. Mwezi wa 5 ni mwezi wa mwanzo wa mabadiliko ya uongozi. Amen. Watu wengi hawajui nguvu ya namba 5 katika mwili wa Kristo. Katika zile huduma kubwa, kuna huduma kubwa ngapi? 5. Amen. Katika huduma kuna huduma zile kubwa ngapi? 5. Mitume, manabii, wainjilisti, walimu na nani? Na wachungaji. Kwa namba 5 prophetically ni namba ya uongozi. Kwa ndani ya mwezi wa 5 mtaanza kuona mabadiliko katika ngazi mbalimbali serikalini. Amen. Kuna mikeka itatoka kuanzia level ya wilaya, mkoa. Amen. Na utaona majina mengine mapya. Amen. Kwa neema ambayo watu wengine wataipata katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ndani ya hiki kipindi, moja ya kitu ambacho tunatakiwa tukiombee, tunatakiwa tuombee amen, mabadiliko katika nini? Katika uongozi. Kama ni kuchipuza kwa watu wapya wakawe ni watu sahihi. Amen. Especially tunatakiwa tuombe, nimekwambia tunahitaji viongozi ambao wana possibility nini? Mentality. Amen. Kiongozi yoyote ambaye ana possibility mentality anakuwa kama mchwa. Yeye anachojali ni kula tu na kujali masuala yake nini? Binafsi. Lakini kiongozi mwenye possibility mentality, hata akipelekwa wapi anawaza namna gani anaweza akaleta mabadiliko katika hilo eneo, iwe ni level ya wilaya, amen, iwe ni level ya nini? Ya mkoa, iwe ni level ya kurugenzi katika halmashauri. Amen. Shida ya watu wengi, tunasubiri mabadiliko yametokea, tunaangalia nani ameingia, tunashangilia, na wakati mwingine tunaanza kucomplain. Amen. Tuwe sehemu ya ku-effect changes. Hallelujah. Tuwe nini? Ya ku-effect changes, especially prophetically. Amen. Especially prophetically. Kwa sababu I see and I hear in the spirit realm argument. Amen. Argument. I see and hear in the spirit realm argument. Kwamba huyu bwana, huyu umenielewa? So katika namna ya argument, kama malumbano yanaendelea, bwana huyu hebu mwache huyu bwana. Amen. So we need to pray, kwa sababu sometime argument ni mambo ya maslahi binafsi zaidi. Unanielewa Kwa sababu kama mtu imeonekana anatakiwa aondolewe, alafu mtu mwingine anakuja anampigania, kuna sababu za huyo mtu kutaka kuondolewa. Amen. Sasa kwa nini unampigania huyo mtu? Inawezekana ni kwa sababu huyo mtu yuko kwenye channel yako ya mambo yako nini? Binafsi. You understand what I'm saying? So let us pray. Let us what? Let us pray. Amen. And I see kuna watu ambao watataka hata kusababisha delay kwa sababu ya maslahi yao binafsi. Kwa sababu ya nini? Sababu ya maslahi binafsi. Alafu ukiwa mtu ambaye una possibility mentality, no matter how much you accumulate, uwezo ukalizika. Ukiwa mbinafsi hakuna siku utatosheka. Umesemaje? Yaani moja ya element kubwa ya ubinafsi ni kutokutosheka. You always want more katika mgongo na ngazi ya uharibifu. And I don't know why, nimekumbuka mwaka jana nilianzaga kutabiri kwa habari ya mwezi wa 5 mwaka huu. Wangapi wanakumbuka? Amen. Wangapi wanakumbuka hapa? I began to see this month way back last year. Mkumbuke kabisa. Nabaki mnashangaa. Wakati mwingine prophecies zinasaulishwa ili zikitimiwa sema